Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amewakosoa viongozi wakuu serikalini akidai kuwa wanatumia upungufu wa mafuta nchini kujifadhilisha wenyewe. Nyoro amebaini kuwa mfumo wa ununuzi wa mafuta unaotumiwa na serikali ni wa kuwakandamiza wananchi na kuhakikisha kuwa viongozi wakuu ndio wanapata faida, huku akiongeza kuwa kukamatwa kwa maafisa wakuu wa sekta za nishati na petroli ni kutokana na mzozo uliopo baina ya viongozi wanaofaidika na biashara ya uagizaji wa mafuta. Haya yanajia wakati ambao mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya EPRA Daniel Kiptoo, afisa mkuu wa kampuni ya Kenya Pipeline Joe Sang na katibu katika wizara hiyo Mohamed Liban kujiuzulu baada ya kukamatwa siku ya Ijumaa. James Mwangi na taarifa ile. Baada ya kukamatwa kwa maafisa wakuu wa sekta ya nishati na petroli nchini wakihusishwa na sakata ya uagizaji mafuta, sasa wakuu wale wamejiuzulu, akiwemo mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya EPRA Daniel Kiptoo, afisa mkuu wa kampuni ya Kenya Pipeline Joe Sang na katibu katika wizara hiyo Mohamed Liban. Hata baada ya kujiuzulu kwa watatu hawa, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amejitokeza akidai kuwa kukamatwa kwao ni kutokana na mzozo wa viongozi wakuu katika sekta hiyo, akibaini kuwa baadhi ya viongozi serikalini wanatumia upungufu wa mafuta kujifaidisha wenyewe badala ya kutafuta suluhu. EPRA CEO and the Kenya Pipeline and the PS for energy and especially the petroleum part. It has very little to do with the welfare of Kenyans. It has everything to do with watu wadogo wamekula chakula ya mzee. In Kenya, the leadership is taking this crisis as a way of entrenching their same personal interests in the fuel sector. Nyoro pia ameukosoa mfumo unaotumika na serikali wa ununuzi wa mafuta kupitia kampuni ambazo huchukua 75% ya mafuta, akibaini kuwa hiyo ni biashara iliyojikita kwenye urafiki wa kisiasa unaodhibiti rasilimali kwa faida ya wachache. The same company handling G2G, 75% of the fuel that comes into Kenya. It is the same company that is dealing with exploiting our Turkana oil. It is not a coincidence. It is because G2G, the way it was fashioned, is a cabal of patronage, and it has percolated from downstream to midstream to upstream now. Ameitaka serikali kuchukua hatua za mapema kushughulikia upungufu wa mafuta nchini, ikiwa ni pamoja na kutenga rasilimali kuhakikisha iwapo bei ya mafuta itaongezeka, wananchi hawatabeba mzigo huo peke yao. The people in government should be busy. They should actually not have broken for Easter holiday. They should be busy dealing with three things. One, allocating enough resources for subsidies, because Kenyans are not going to shoulder the disruption in oil prices. Instead of this bill they are bringing in parliament to make one company assess to profit from Kenyan resources and benefiting the same people in power, the bill they should bring before the House immediately is that of making fuel in Kenya VAT exempt. James Mwangi, Undugu TV.